Katika gwaride la kijeshi lililofanyika jijini Pyongyang jana Oktoba 11 mwaka 2025, Korea Kaskazini ilionyesha kombora jipya la masafa marefu ambalo linajulikana kama Hwasong-20. Limekuja kama ishara ya kuendelea kwa juhudi za taifa hilo kufanikisha kikamilifu mpango wake wa silaha za nyuklia licha ya upinzani mkubwa kutoka jumuiya ya kimataifa. Kwa mara ya kwanza Pyongyang imeonyesha kombora la Solid Fuel ICBM lenye uwezo wa kufika hadi bara la Marekani, likiwa limebeba ujumbe mzito wa kisiasa na kijeshi kwa wapinzani wake. Hwasong-20 ni mojawapo ya makombora ya kisasa kabisa kwa kuundwa na Korea Kaskazini. Kinyume na makombora ya zamani yaliyoendeshwa kwa mafuta ya kumiminika, kombora hili linatumia mafuta imara, jambo linalorahisisha uzinduzi wa haraka bila maandalizi marefu. Mafuta haya imara huficha maandalizi ya kombora na kupunguza muda wa kujiandaa kabla ya kushambulia, hivyo kuongeza ugumu kwa maadui kuzuia shambulio kabla halijafanyika. Katika teknolojia hii, Korea Kaskazini inazidi kuongeza tishio kwa majirani kama vile Korea Kusini, Japan pamoja na Marekani yenyewe. Inaaminika kuwa kombora hili lina uwezo wa kusafiri zaidi ya kilomita 13,000 na hivyo linaweza kulenga maeneo yote katika bara la Marekani. Mbali na umbali wake, Hwasong-20 linaonekana kuwa jukwaa la majaribio ya teknolojia ya MIRV, uwezo wa kubeba na kurusha vichwa vya nyuklia kadhaa kwa wakati mmoja, kila kimoja kikiwa na lengo tofauti. Iwapo teknolojia hii itakamilika, itamaanisha kuwa mfumo wa ulinzi wa makombora wa Marekani au Korea Kusini utalazimika kukabiliana na mashambulizi mengi kwa wakati mmoja, jambo ambalo ni changamoto kubwa kwa mifumo ya sasa ya ulinzi wa anga. Hata hivyo, licha ya maendeleo haya, wachambuzi wa kijeshi wanasema bado kuna maswali kuhusu uwezo halisi wa Korea Kaskazini katika teknolojia ya re-entry, yaani uwezo wa vichwa vya vita vya kombora kurudi kwenye anga ya dunia kwa kasi kubwa bila kuharibika na kulenga kwa usahihi. Bila mafanikio katika hatua hii, tishio la moja kwa moja kwa Marekani linaweza kuwa halijakamilika kikamilifu. Hata hivyo, hatua ya kuonyesha kombora hili mbele ya viongozi wa Urusi, China, Vietnam ya kimkakati inaashiria kuungwa mkono kisiasa na kijeshi na baadhi ya mataifa ya Asia, wakati mataifa ya Magharibi yakiendelea na vikwazo na mashinikizo. Gwaride hili la uwasilishaji wa Hwasong-20 linaashiria mabadiliko ya mbinu za kijeshi za Korea Kaskazini. Zaidi ya kuonyesha nguvu, tukio hili linatuma ujumbe kuwa taifa hilo sasa lina uwezo wa kujibu mashambulizi yoyote kwa kasi na kwa nguvu zaidi. Hali hii inaongeza wasiwasi wa usalama katika ukanda wa Asia Mashariki, ambapo Korea Kusini, Japan tayari zimeongeza mazoezi ya kijeshi na kushirikiana kwa karibu zaidi na Marekani kuimarisha kinga zao za anga dhidi ya tishio la Pyongyang. Kwa ujumla, Hwasong-20 si tu kombora la masafa marefu, bali ni ishara ya namna Korea Kaskazini inavyozidi kujimarisha kisasa kijeshi na kujitengenezea nafasi ya kimkakati kwenye meza ya mazungumzo ya kimataifa. Katika wakati ambapo dunia inasisitiza upunguzaji wa silaha za nyuklia, Pyongyang inaonekana kuchukua mkondo tofauti kabisa, ule wa kujilinda kwa nguvu za makombora yenye urefu na uwezo wa kushambulia kwa umbali mkubwa, haraka na kwa uharibifu mkubwa. Dubai sasa Kitonga. Safirisha mizigo kwa punguzo la bei, yani dola 350 tu kwa CBM. Ni kwa bidhaa za toy, pochi, viatu na vifaa vya simu. Kilimanjaro Star Cargo, Simba Bahari.